Hey. Junior, Junior, Junior. Nimekuita mara ngapi? Sasa umejifunza lesson. You have learned something. You have learned a lesson. Hakuna siku ujumbe utatoka kwa Mungu unakuambia fanya hivi na unafanya vyako. You will be now following the instructions given. Na imagine, Mtume Elijah alikupa tu simple instructions. Usichome nywele, Pastor J ndiye atakuja kuongoza mkichoma nywele. Hiyo nywele ya walionyoa Kibe Mlimani ilikuwa na mapepo, ilikuwa na majini, ilikuwa na nguvu za giza mingi. Na Mtume Elijah I request ichomwe na Pastor J kwa sababu Pastor J ndiye ako na upako wa Mungu. After Mtume Elijah kukuambia cha kufanya, wewe uliona unaweza fanya hiyo kazi badala ya Pastor J. Maana hiyo nywele ilikuwa imefunga mbingu. Hiyo nywele ilikuwa imefunga mambo ya Pastor J haiendi vizuri. So wewe ukaona juu Pastor J anatafuta balance ya dhabihu. Labda hiyo nywele ndio imefunga the way Mtume Elijah alisema. So you went on unataka kwenda kuchoma nywele. Na Mtume Elijah alikuwa amekueleza tu vizuri nywele ichomwe na Pastor J. Wewe ulipewa nywele, ukaenda unaenda kuchoma. Ulichoma. Did you burn it? Hata umefikia mahali pa kwenda kuichomea na mapepo zikakuingia. Kwa nini mapepo zilikuingia? 1. Mtume Elijah alitaka ujifunze kufuata maagizo. That's the first thing. Alitaka kupa hiyo punishment ama alitaka wewe mwenyewe ujionee. Maana nilijua Pastor J atakuja kuombea na utakuwa sawa. So, najua umewatch video. Sasa kiburi utaweka kando. Follow just the voice of God. Usipite mipaka. Usijifanyie vitu. Ukipewa maagizo, fuata. Number 2. Kwa nini ulikuwa vile ulikuwa kwa nini ulikuwa una active kama mwenda wazimu? Ama kwa nini yale mapepo yalikuingia? Mapepo yaliyokuwa ndani ya ile nywele yalimaliza kaingia ndani yako. Maana unajua mapepo yanataka kukaa ndani ya mtu. Hata huko mlimani mngewasha bado ingekuwa inatesekea kule. Wakati mlibeba ile nywele, mlileta yale mapepo kwa nyumba. So ikafunga kila kitu. So nywele kile kilichokuwa ndani ya nywele kilikuwa more strong, zilikuwa mapepo, manguvu mingi za kuzimu. Haungeziwezana, hata mngekuwa na Yvonne, hamungewezana. Ni mingi. Zinahitaji mtu ambaye ana imani ya kutosha na mtu ambaye ako na upako wa Mungu. That's why zilikuingia. And then Mtume Elijah, wakati hizo mapepo zilikuingia, ulisikia sauti ya Mtume Elijah mahali? Ulisikia ujumbe wa Mungu wa mahali tena ikikuja kukusaidia? Hakukusaidia. Kwa sababu ulienda kinyume na maagizo. So Junior, you need to pray. Unakumbuka wewe ulikuwa Illuminati. Hizo maroho bado zinakuandamaka. Haujaivunja madhabahu. Haujavunja madhabahu wala kutoa dhabihu ujitoe huko kabisa.
So you need to pray hizo maroho zikuondokee, maana zinakuandama. Juzi tu ndio tuliona hoteli kuweka mapepo ingine ndani, ukakuja unataka kudunga Pastor J kisu. So hizo mapepo bado ziko na wewe, zinataka kutumia, lakini wewe inafaa mtumikie Mungu. Wewe you are the right man, yani ni hauna ati njia panda ama hauna kona, no, you are a straight man. So ukikaa ndani ya maombi na ukikuwa vitu kama hizo, inafaa ukae ndani ya maombi junior. Don't leave prayers. Pastor J alikuwaje na sababu. Alitaka kuona how prayerful are you. Utazidi kuomba ama vile ulilala umelala tu. Na imagine hata mtu alikuwa anakuamsha hausikii. Hadi anafikisha sauti kwa masikio yako, wewe unajikuna tu unarudi kulala. You must be alert. Taika kaa ukijua mko na mtume. Be alert. Zoea sauti ya Mungu. Zoea kabisa. Ikikuja usiwe tu unashtuka, ni nini mnaangalia eti nini. Zoea na ujue tu hiyo ni sauti ya mtume. Kama vile akina Riaga, akina David, wao wamezoea sauti ya brethren, wamezoea sauti ya saint. Hadi fans wanajuanga tu saint ndo huyo. Hawashtukangi, lakini najua ninyi ni wageni kwa mtume. But I hope mtapata nguvu, mtazidi kuomba, imani itazidi kupanda na vitu zote zitakuwa sawa. Dhabihu ikitolewa, mtume atakuwa na nyinyi kila penye mnaenda. Sasa mashida zinaenda kupungua. Sasa mashida kwa Pastor J zinaenda kupungua. Imagine hadi wachawi wana kidnap Sendwave watu wa kutuma pesa kutoka USA kufika kwa J. Imagine tungekuwa na hiyo dhabihu, ilikuwa ingekuwa ilishatosha. Lakini wachawi walifanya mambo yao. Pesa ikitumwa inakuwa cancelled. Pesa ikitumwa inakuwa cancelled. Kama ingekuwa uchawi, dhabihu ingekuwa ilitosha kitambo. Kitambo sana. Yvonne ni mkakamavu. Nimeona na ako na dada mwingine pale, sijui ni nani wake, sijui ni jirani, sijui ni nani wake. But ninajua kishikana watakuwa watu wa maombi kabisa. And Pastor J's team najua mnakuja kuwa powerful than ever before. Mnakuja kuwa powerful, more powerful. Hata akinautia watakuwa wanawapata. Akinautia hawa hawatakuwa wanawasogelea. You are going to become more powerful. Just remember to fast, pray and have faith. Hizo mkiwa nazo, vita mtapigana na mtakuwa washindi. Huku kwetu kwa Senior Dev, Elvo wetu walirelax. Wakati wamekuwa Tanzania, yeye ndiye inafaa kuwa na at least anatuletea kwa ujumbe tuone mambo inaendanga aje. Wakati alipatikana akarelax kwa maombi, hakuwa anashinda kusema tu Mungu niondolee kikombe, Mungu niondolee kikombe. Mungu anasaidia mtu mwenye amejisaidia jameni. Unasema Mungu akuondolee kikombe na we mwenyewe hauna bidii ya kuondoa ile kikombe. Utasaidiwaje? But pia ni hope kwa Pastor David, Senior Dev, kwa Pastor Senior Dev. Pia hao vijana wake watakuwa ndani ya maombi, wataanza kufast, wataacha kulalamika kila siku kila saa, na wataconcentrate kwa neno la Mungu, maana wao wameteuliwa wamtumikie Mungu. So Junior, always stay alert, wacha siasa mingi, wacha kiburi, wacha ujeuri, usonge na injili ya Mungu mbele, usonge na neno la Mungu mbele, uwe na imani, mambo itakuwa sawa. Bye bye guys. Remember to subscribe to Nelly TV na Mungu akubariki zaidi.